Chosen like a holy man, equally the best man. Zion like invited, lovely commanded. Theater projected, official like wedded. Fortunate the luckiest, result decorated. Finally, software like upgraded. Results updated. Na karibu tena mtazamaji mahali popote ulipo. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa ndani ya studioni zetu. Kama vile nimekueleza kwamba tutakuwa tunaingia na mgeni ndani ya studioni zetu na atakuwa anajieleza mengi zaidi. Wewe ukawa una nafasi ama una swali lolote, kumbuka nafasi ipo kwa ajili yako mtazamaji, tuweze kuwasiliana nawe mahali popote ulipo. Kumbuka mtandao wa Facebook ni M10 Kenya, kwenye Twitter ni @M10 Kenya, Instagram ni Top 10 and Changamka Show. And also remember you can get us on stream live www.mtenkenya.com. Nafasi hiyo kwa ajili yako mtazamaji, pia uweze kuwasiliana nasi kupitia nambari ya simu ambayo unaitazama kwenye runinga yako ambayo ni 0704914926. Ukipenda pia unaweza kutumia code number ambayo ni 40492. Mtazamaji, tutakuwa tunaweza kuwasiliana nawe mahali popote ulipo. Kwa hivyo karibu sana mtazamaji, tuweze kuandamana nawe hadi tamati. Jina langu ni Juliet Nzusi. Karibu sana. Asante. Tunashukuru sana kwa kuwa na ndani ya studio zetu jioni ya leo. Na jinsi vizuri kwa nyumbani. Yes. Lakini cha muhimu kwamba tuweze kutambua majina yako kamili hasa unaitwa nani? Okay, my name is Moses Kamau Kagwara. Moses Kamau Kagwara. Asante Moses, tunashukuru sana kwa kuwa ndani ya studio zetu. Lakini kabla tujaanguzia kipaji chako ama kwa ile kazi ambayo unafanyia zaidi, tungependa tuweze kutambua kwamba kutoka kwako hasa ni changamoto zipi ambazo ulikuwa unapitia wakati ulipokuwa mtoto mdogo hadi siku ya leo haujasahau. Ipo siku labda ulienda ukakula chakula ya mtoto kwa jirani, mambo kama ni changamoto zipi hasa uliweza kuzipitia wakati ule? Okay, what I can say about it that when I was growing up, I did not have some people like mentors who could be able to help me to become what I want to become in life. So I used to do some things on my own. There was nothing like mentorship program like there is today. And so some of the things that I used to do, I was not very sure of. And I used to get some problems in those things. I was not able to know what I was created to become. Yes. Na kidogo nikuulize, mapato ya chakula pale nyumbani ilikuwa vipi, namna gani, na labda karo ya shule ilikuwa vipi? Mbona kwako ilikuwa sawa? No, it was not equal sawa. We used to have some challenges. I can remember sometimes we used to be sent home because of school fees. And sometimes the food was not assured that we are going to eat lunch and supper. And it was, it is a basic thing that it used to disturb me a lot. Yes. Na kidogo kwa kuwa kuna mtu labda kwa pale ni mtoto mdogo, unaweza kumuongelesha na lugha ya Kiswahili, kuna wale ambao wanaelewa kidogo, ukawaeleza sawa. Wakati ile ambapo ulikuwa unaona kwamba mapato ya chakula pia karo ya shule ni kidogo ina matatizo kidogo pale nyumbani, ulikuwa unajichukuliaje kama mwanaume? Nilikuwa nasikia vibaya sana kwa sababu sikuona ni kwa nini ninakosa hiyo chakula, na ni kitu nilikuwa nataka sana na nihitaji sana, na kwa hivyo nilikuwa nasema nitafanya kazi sana kwa bidii ili wakati mmoja isiwe shida kupata hiyo chakula. Kidogo wakati ile papa ulikuwa mtoto mdogo hadi ulikuwa unajitia nguvu, unasema kwamba ipo siku utajitia nguvu upate uwezi kosa chakula pale nyumbani. Ulikuwa unapenda kukua nini wakati ule? Nilikuwa tu najua mambo tu mawili, kuwa rubani na kuwa daktari. Sikuwa najua mambo mengine kama wakili, kuwa kama surgeon or something like that. I only knew only two things. Na kati hizo vitu viwili sasa hivi kuna moja kati hizo mbili ambapo unafanya hiyo kazi? Ama dream yako ilipotea kati hizo vitu viwili hivyo tu? Okay. Ilipotea kwa sababu sikuwa mtu wa kunionyesha vile nitaweza kuwa daktari ama rubani, kwa sababu sikuwa najua hata kama kuwa rubani tunaenda chuo ingine apart from university. Kwa hivyo nilipoteza mwelekezo na sikuwa na mtu wa kunionyesha mambo. Na ungependa kuelimisha mtu ambako pale labda anapitia kwenye changamoto nyingi sana. Mwingine anasema hakika mimi pale nyumbani chakula imekosekana kwa muda mrefu, hadi mimi naenda kutafuta kibarua nakosa, wakati mwingine napata, lakini nimechanganyikiwa hadi dreams zangu zimeisha. Mtu kama yule ungependa kumwelimisha labda na kumwambia nini katika maisha yake asikate tamaa, kama uliweza kuvumilia hizo changamoto zote na siku ya leo kwa mahali hapa, hasa ungependa kumwelimisha na kumwambia nini? Naweza kumwambia ile ndoto unayo inaweza afikisha. Na what usually happens is that when you are very young,
we have very good dreams. But as we grow up, these dreams, they go on dying each and every time. But I would like, if you have a dream, you always try to look for somebody, a mentor or a role model, who can always keep on helping you to grow in the area that you are designed to become. Kwa sababu mtoto akizaliwa ana mambo mengi mazuri sana anafikiria, lakini wakati anaingia kwa kikundi in a group whereby those people do not encourage him that is possible. You need somebody to keep on telling you that it is possible, and one day the dream will come true. Okay, asante, tunashukuru sana kwa nafasi yako. Sasa tuweze kuingia moja kwa moja kwa kipaji chako, tuweze kujua kwamba wewe kazi ambayo unaifanya ni gani sasa hivi? Okay. Right now, I am a teacher, a chemistry teacher and mathematics teacher at Limuru Girls School. I've worked there for the last 21 years. 21 years. Yeah. Apart from teacher, apart from the job of teaching, is there any job you're doing? Okay, I usually do some farming. I do greenhouse farming. I keep some chickens, and I also do motivational talks in different places. Okay, that's what I wanted now. Yeah. Na kabla tujaingia pale kwa motivation, actually unashikanisha hizo vitu zote unashikanishaje? Na wewe ni mtu mmoja na mikono miwili kama sisi. Wewe ni mwalimu, wewe ni mkulima, wewe unafanya zile kazi zote. Actually unashikanishaje zile kazi zote na wewe ni mtu mmoja? Ama unawasaidiza ambao wanakusaidia kufanya zile kazi? Okay, that is very simple. There is something which is called time management. I always manage my time. Before I sleep, I usually plan what I'm going to do. And I'm very strict on time. I make sure that what I plan to do, in fact, I plan something, and if I'm not able to compete, I just leave it and go to the other day. So, and I also set some goals in my life. So I usually say that this and this time I'm going to achieve A, B, C. So, and that one I found it to be very, very effective, because always in life you always get what you are aiming at. Yes. Wow. Sisi ni kitu pale. Tuingie moja kwa moja katika kazi ambayo unaifanya. Ningependa tuzungumzie kidogo ya motivation pale. Kidogo nikuulize, ulianzisha kazi lini na mwaka gani actually? Okay, I started about 10 years ago. 10 years ago. Yes. Wow. Na actually ni watu wangapi ambao umeweza kuwa mentor even today wanaendelea na ile kazi ambayo unaifanya? It's quite a number of people, because I've gone to different places. I usually go to churches, I go to schools, I talk to groups of students, people. It's quite a number of them. There are quite a number of them. Na ni changamoto zipi ambazo unazikutana nazo wakati ambapo unafanya ile kazi? Maana ni mwanadamu, lazima uchoke. Vitu kama hizo ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo? Some of the people, they do not really appreciate the work that we do. They think that is, I'm just saying something which is theoretical. So some of them do not appreciate, but I found that this is very, very practical. Yeah, you know, when motivation simply means you are making the spirit of somebody to rise up to the occasion. You know, what I usually know is that in life there is a part that you are supposed to do, and there is God's part. So your part, you must do it so that God can do his part. So most of us, they tend to think that God is going to do everything for you. We know that God is all powerful, but God works on principles. He can do everything for us, but he cannot go against his principles. So there is a human part that whereby you are supposed to work on your own, and then you do your part, and the moment you do your part, God is going to do your part, do his part. But most of us, we have a problem. We are like, you know, like in Kenya, we say that we are 80% Christians, and we are sometimes like 100% spiritual and like 1% physical. So we tend to think that God is going to do everything for us, but that is not true. Na kidogo nikuuliza, wakati ule ambapo unaona zile changamoto unazipitia, unajichukuliaje kama mwanadamu? Unajichukuliaje kwa umefanya kazi yote? Nobody is appreciating you. You are just there, you just go home after job. I just understand. I know that we have a human weakness, and I don't expect everything to happen at once, and I don't expect to get 100% result on anything. But I believe that whatever I do, it does not go into a drain. One time it is going to work. Yeah. Na kidogo nikuulize, ulijigunduaje kwamba unayo hiyo talanta ya kumotivate people? Ulitamani kuifanya ama uliona tu
is it a dream? Is it your talent? Ama ulitamani tu kufanya ile kazi? I just found myself listening to some people who are motivational motivational speakers. I really desired them because what they were doing, it was making my spirit to wake up. So it's from observation. I saw some people doing it, and also I had that dream. So from that time, I've come to realize that it's my talent and my gift. Okay. Na kidogo nikuulize pale in that job ambao unaifanya sasa hivi. Kuna wale watu ambao najua waliweza kukusikiliza, wengine wakaenda mbali. Yes. Wengine wakakupuuza, wakakuwa chini. Hadi siku ya leo labda wana regret ama wanaanza kujiuliza kwamba kwa nini hawakuweza kufuata yale maneno. Hasa kuna watu ambao waliweza kufail according to what you are telling them, wakaenda chini, wakaanguka, na kuna watu ambao waliweza kuinuka hadi siku ya leo wanafurahia sana kwa sababu yale mambo wale ambao uliweza kuwasaidia. Kuna watu aina hiyo. There are so many because I've told you that I've taught for the last 21 years. And in my teaching, I usually incorporate this motivation talk. I tell them the student what they can become, and most of them, they have really succeeded. I know there are some people who are outside Kenya, others they are in other countries, and most of them, they have really succeeded. Yes. Na ni kidogo nikuuliza, wakati ile unajitambulishaje hata mtu wakipenda kukuona huwa mnafanya nini? Kujua kwamba you just motivate people. Huwa mtu akikuhitaji unapatikana kivipi labda kwa mfano? Okay, my name is Mosca Kagwara, and I am a motivational speaker, and I do mentorship program. Yeah, those are the areas that I usually identify myself with. Yes. Na nikuulize kidogo, unafikiria miaka 4 ama 3 inayokuja utakuwa mbali wapi na katika hii kazi ambayo unaifanya kupitia motivation ambayo una encourage people and all those musicians? Okay, I think I will be having a very big group and going to different places, even outside Kenya and even outside Africa, whereby I'll be organizing a very large group of people, whereby we can talk to those people. By the way, my greatest joy is to see people growing in their own potential, because I believe everybody has the capacity to develop into a very great person. So I'll be organizing very large crowds so that I can be talking to them. Okay, asante. Kabla tujaendelea na tujaweza kusonga mbele kidogo, ni vizuri sana tuweze kutambua ni kina nani ambao wanazungumza nasi kupitia nambari ya simu, ndio tuweze kujua kama hivyo maswali watu wanaweza kuuliza ama mambo itakuwa vipi. Mtazamaji, kumbuka ndani ya studioni zetu tunaye Moses ndani ya studioni zetu ambapo anaendelea kutueleza mengi zaidi, na haswa kupitia motivation ama kazi ambayo amekuwa akifanya apart from his job. Ni kama wito, tuseme ni kama wito, calling to help other people. So kumbuka nafasi hipo kwa ajili yako mtazamaji uweze kuwasiliana nasi kupitia kwenye mtandao wa Facebook, Twitter, Instagram, and also remember you can stream live www.mtnkenya, na pia nambari ya simu kumbuka mtazamaji ni 0704914926, na utakuwa unaweza kuwasiliana nasi mtazamaji. Na karibu sana. Kuna mmoja anasema anaitwa Gloria, anasema niko katika maeneo ya Pipeline, show iko poa sana. Salimia mgeni, muulize kwamba huwa anaitwa kwenye mkutano ama mambo ama huwa ni yeye anatafuta watu wa kuwafundisha. Huyo ni Gloria kutoka Pipeline. Asante sana. Anasema ni Moses, anasema niko ndani nikiwa katika maeneo ya Udhiru, show iko poa sana. Salimia mgeni na tuchezee wimbo moja ya Sezeta. Asante sana, utakuwa unachezewa. Anasema wow, appreciate you for your song. Asante sana. Okay, sijaelewa anamaanisha nini. Pia kuna mwingine anasema anaitwa Monica, niko ndani kabisa nikiwa katika maeneo moja. Asante. God bless you. Mwingine anasema nichezee ngoma 3 za Timeless. Appreciate. Thank you so much mahali popote ulipo my brother. Pia kuna mwingine anasema anaitwa Steve, show iko poa sana. Thank you sana Steve mahali popote ulipo. Kuna Masi anasema niko ndani nikiwa katika maeneo ya Kangemi, na anasalimia mgeni, muulize kwamba kama kuna watu ambao wanawasaidia kupitia muziki ama ni nchi nyingine gani huwa anasaidia waimbaji. Asante, atakuwa na kujibu kwa muda sio mrefu. Nyingi sana. Miriam anasema niko Machakos, shiko poa sana. Salimia mgeni, mwambie tuko ndani kabisa. Thank you so much friend. Anasema niko ndani kabisa. Anasema today niko locked kabisa na kuona na niko ndani nikiwa na Mary. Salimia mafanzi wote wa Top 10 na waambie tuko ndani kabisa. Asante sana. Sharon anasema niko ndani. Susan anasema niko katika maeneo ya Bahati, shiko poa sana. Salimia mgeni na muulize kwamba kama huwa anasaidia watu kupitia kwenye muziki
kwa malipo ama ni yeye tunamlipa haswa? Ni kipi anakifanya kupitia kwa msanii single? Nikihitaji motivation yangu mimi na personal. Asante, tutakuwa na kujibu hilo swali. Asante sana. Victor anasema niko ndani kabisa, na salimia mafans wote wa Top 10. Wanguto anasema niko ndani, salimia mgeni na unichezee moja ya Willy Paul. Asante. Monica anasema niko ndani. Thank you so much Irene. Ukiwa katika maeneo ya Pipeline anasema ni Triza, niko ndani kabisa. Thank you so much Marina anasema pia niko ndani na salimia mgeni na niko ndani, nichezee moja. Nasema tumchezee moja Diamond. Asante sana. Anasema ni bro, anasema niko ndani. Thank you so much sana. Regan anasema niko ndani. Simon anasema kwamba nichezee moja ya Willy Paul. Damaris anasema niko ndani na salimia mafans wote wa Top 10. Nichezee moja ya Monica Kadehu, nampenda Yesu. Asante sana. Keti Mangi anasema niko ndani. Thank you so much Isaac. Anasema niko ndani. Naona ni wengi ambao wanaendelea kuzungumza nasi, lakini mtazamaji tutakuwa tunazidi kuzungumza. Mahali popote ulipo, kumbuka nafasi ipo kwa ajili yako mtazamaji, na tutakuwa tunaweza kuzungumza na wewe, na tuko hapa mtazamaji ili tuzidi kuongea na wewe mengi zaidi. Na kumbuka kama vile nimesema kwamba ndani ya studio zetu mtazamaji tunaye Moses ambaye mtazamaji ni kiongozi na pia ni mwalimu, anaweza kukufundisha kama una fail chemist. Anaweza kukuleta kwa laini, lakini kwa sasa mtazamaji hatutazungumzia hayo zaidi, tuweze kuingia pale. Anauliza kwamba wakati ambapo unaita mtu akumotivate, ni wewe unamtafuta ama ni yeye aswa ambaye anafaa kukutafuta? Okay, ideally it's supposed to be somebody who is looking for me. Okay, when he looks for me, I can always accept to come, depending on my schedule, how I've planned. So in some areas I try to look, and then in other cases some people call me and I usually go. Yeah. Na kidogo nikuulize pale, wakati ambapo unaitwa ushaitwa labda kwenye mkutano wa kwaya, mambo kama hayo, na maybe kanisani ukaambiwa uweze kusaidia pale katika wale watu. Unajua kuna watu wanadamu tu niseme hivyo. Ushaitwa labda kwenye hizo mikutano, na wakati ambapo unaitwa ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo haswa? I'm usually invited in churches, and in fact what I really want to tell people on how we can be able to help one another. I would like to enlighten people on what they have, because most of the time we forget that we have something. And if I come to a group of people, I will always try to see what they already have, and you can start from there. And basically in this world, everybody has something. So if it's some like gospel people and they want to be assisted, I would like first of all to know what they have and how we can be able to exploit what they have so that they can also be able to help themselves. Na kidogo nikuulize pale, huwa una encourage only the musician or idea labda ni kuna watu wengine ambao huwa wana encourage pale? Oh, it's all type of people. Oh, even marriages, breakups. Okay. There are some areas, most areas are specialized more than others. So it depends on the area which I'm being called. I don't want to say that I can be able to do everything, but I know that there is something that I can do. In a group of people, although in fact we work together with some people, and we usually have something like a plenary session, and then on these plenary sessions I address the people all together, and then we divide them into various groups. So with these friends of mine, we can be able to address the specific needs. Yeah. Kuna swali ambalo nilikuwa nimevuka pale kidogo, maana nilikuwa nahofia kuuliza pale, lakini manake you're also doing that job. Let me ask you. Alikuwa anauliza kwamba question, what is the contribution in counseling young people on teenagers pregnancy? Anasema ni Nation Ngungi. Or anasema in young people on teenagers. You need teenager pregnancy. Anasema hivyo. Yeah, I understand that one. In fact, I understand. Is my friend Nation Goe. So the young people, they need to be told that there is a time for everything. Most of the time, what they do, the youth, they involve themselves in some things which makes them happy, or things that they enjoy. But what I want to tell them is that there is time for everything. Like the Bible says in the Ecclesiastes 3, that each and every time God has ordained something. So the youth should be told that
when they involve them in premarital sex, this is very dangerous because it is going to affect their life. They will be involved in some responsibilities which they cannot be able to carry on. Even their parents, you know, the parents, they take time to help them in their education, and they will be financially burdened. So when they involve them in premarital sex, they get children at a time that they don't want them. And this definitely can really hinder their growth and development. Okay. Yeah. Okay, Sanji. Kuna mwingine alikuwa ameuliza swali pia, na alikuwa anauliza kwamba anasema hi Mtena, I'm Ann and I'm watching you from Udhiru. Uliza mgeni kama anaweza hitwa kanisani kuongea na youth, then uliza kama anaweza shika mtu anayetaka kuimba mkono. Sasa anamaanisha pale kama unaweza shika mtu ambaye labda hajiwezi kwenye muziki ukamshikilia labda katika uimbaji wake, lakini kabla tujaenda pale pia uweze kutuliza kwamba unaweza itwa kwenye kanisani kuongelesha wanarika. Very much. That is my area which I like very much. So I've been doing this one, and when I get invitation, I can always go. Yeah, I can be invited and I can talk to the youth. In fact, that I enjoy it very much. Okay, kwa hivyo kidogo nikuulize, apart from wewe kujita pale ama kwenda kuuliza kama ungependa kuzungumza na wanarika ama mambo kama hayo, ushaitwa labda kwenye kanisa, ushaitwa kwenye mkutano ukaambiwa we just want you Moses to talk with our youth? Yes. Na wakati ambapo unaitwa aswa, pia unajua kuna wanarika wengine unaweza nguza mtu akakasirika vibaya sana, lakini huwezi jua. Aswa unawachukuliaje kwa kuzungumza na wao aswa wakati? I really understand them very well. In fact, I can't become very angry or anything because I have passed through that stage. I know the problems that they are facing this time is the same problems I was facing. So what happens is that when I meet them, I expect all kinds of problems, and I really understand them, and I feel so happy when I'm helping them and to come out of that problem. Yes. Okay, Sandy. So unaweza kujibu dadangu, unaweza kumjibu kwamba kama unaweza kushika mtu mkono kupitia uimbaji, maana pale sijui amemaanisha nini. Amesema kwamba unaweza shika mtu anayetaka kuimba mkono, sijui ni kumwelekeza ama ni kufanya nini, hajajifafanulia sana, lakini sijui pale tutamjibu vipi. Oh, that is very good. Okay, I know maybe he's an upcoming musician, and what we can usually do, I don't want to say that I can do this one alone. I usually have a group of friends, and I know this group of friends, some of them are very much talented in music, and we talk with them together. We see the little that we can help. We don't promise that we can be able to do everything, but I think we can advise and tell him something to do which can really help him a lot. So it is very possible to help her. First of all, we analyze, and then we come together with our friends together, and we see the little we can do. I don't promise that we can be able to do everything, but we can be able, first of all, to tell that person what she can do so that she can be able to come up. Because some of the challenges that maybe she's facing is because of she doesn't know. Because we have some music studio, like where I come from Ruaka, and we have a person who has started a studio, and that person is really to also, we are working together with her, and she is able to offer us a very reduced price to produce our music. Yes. Na kidogo kwa kuwa pia tutaki mdu tupe kisongo sana, tungependa tuweze kusikia kutoka kwako. Aswa wakati ambapo unajua ni watu sasa hivi shule zimefungwa, na unajua ni wakati wa msimu wa Krismasi, watu tembea, watu na unajua sasa wanarika lazima wanapitia kwenye changamoto nyingi sana. Sasa tungependa tuweze kusikia kutoka kwako. Ungependa kuelimisha wanarika. Now we are talking about wanarika youth, we are talking about youth now. Yeah. Na pia wanarika. Ungependa kuelimishaje msimu kama huu wa Krismasi kabla tujaingia katika uimbaji? Okay. So now Ungetangalia kamera yako tafadhali. Okay. Now about the youth, at this time that they have closed the school, I'll advise them that they should be very close to their parents, because their parents, they have a lot of knowledge, and sometimes we really ignore the parents and we tend to think that they are unknown. But our parents, they have the first teachers. For us, when we are with them at school, we mostly teach them about their academic knowledge. But when it comes to their parents, they are able to teach them everything, all areas of their life. The social life, their parents is able to teach them the spiritual life, the academic life, everything. So
I really want to encourage the youth, when they are having time with their parents, they should listen very much, because they are ready, their parents are ready to help them a lot, and they can gain a lot from their parents. Yes. Now what about the musician? There are so many people, there are so many upcoming artists ambao wameweza kuingia kwenye muziki, na kuna wengine wameweza kuingia kwenye muziki na hawajui kile ambacho wanafanya kwenye muziki. Wengine wamejituma, wengine ni wito, wengine they are doing it because it's like they are okay, people that do music with so many ways. Ungependa kuelimisha pia wenye wanamuziki ama upcoming artists, ungependa kuelimisha na kuambia nini? Okay, that's a good question. Now, let me start by saying something very important. There are two important days in our lives: the day you are born and the day you discover why you are born. So you should always, first of all, know the purpose that which you are created. And once you know your talents, some of the talents are like gospel music, singing, musician. So this talent, when you have it, because I usually know that when you're trying to do something for the first time, you encounter so many problems. And one of the things, once you discover yourself, you stop imitating the other people. Because if you're imitating other people, there will be so many problems. And that is why I believe that some of the people start something and they stop on the way. But the moment you discover the gift and the talent that is in you, the purpose, that's why you are created, whichever problem you are going to encounter, you will always overcome. Because if you are original, you are always going to become number one. But if you are imitating somebody, the best you can become is number two. So I want you to encourage our young musicians who are starting to come up. First of all, they have to really analyze themselves to know whether that gift, am I imitating somebody so that I can make money, or whether this gift is in me. Because if this gift is in me, no matter which problems you are going to get, financial, social problem, and family problem, everything, you are always going to overcome. So it is your own responsibility, first of all, to know whether this is a calling from God or whether this gift is in you. Because once you realize that this gift is in you and it is your purpose, I want to encourage you, do not become unstoppable, because you are always going to get a breakthrough. Okay, asante. Kwa kuwa pia tunaona muda umekwisha, tunapenda tuweze kusikia kutoka kwako. Labda mtu akikuhitaji, akitaka kukutafuta, akikuhitaji labda kwenye mkutano, ongeleshe pale wanarika kwenye mkutano, mambo kama hayo. Mtu akikuhitaji, sasa anaweza kukupata kivipi kwenye mtandao huu, na nambari pia simu ni ipi ambayo tunaweza kukupata? Okay. So I can give my number. So I have my number. It is 0722 961 435. Also, somebody can get through me through my email. It's penafa@yahoo.com. So through those two things. Labda urudie nambari ya simu, ni muhimu. Okay, my phone number is 0722 961 435. Okay. And my email is penafa@yahoo.com. Okay, asante. Salimia watu wawili watatu kabla tujaondoka. Okay. I want to first of all pass my greetings to my dear wife, Cynthia Baile Kamau. I love her so much. Also want to pass my greeting to my mom, who is watching me at home. She's called Nancy Waidira Kagwara. And I also want to pass my greeting to the Muru Girls teachers and all my friends. Okay, asante. Tunashukuru sana kwa nafasi yako. Na karibu tena ndani ya MTN Kenya. Tunapenda wageni na sauti kama wewe. Asante mtazamaji, kufikia hapo tutatia kikomo siku ya leo, lakini kwa majaliwa ya Mungu tutakutana tena kwenye kipindi cha Changamka Show siku ya Sunday kuanzia mida ya saa 3 hadi pale mida ya saa 5. Lakini kwenye kipindi cha Top 10 kwa majaliwa ya Mungu tutakutana tena siku ya Alhamisi. Kwa sasa mtazamaji, kipindi cha Top 10 kitakuwa kinakukujia kila siku ya Alhamisi kuanzia mida ya saa 9 hadi pale mida ya saa 10. Kwa sasa mtazamaji, kumbuka unaweza kutupata kwenye mtandao wa Facebook ni MTN Kenya, kwenye Twitter ni @MTN Kenya, Instagram kumbuka ni Top 10 and Changamka Show. And also remember you can get us on stream live www.mtnkenya. Nambari ya simu ni ambayo unaitazama kwenye runinga yako. Kwa hivyo mtazamaji, tukutane tena siku ya Sunday kwa majaliwa ya Mungu. Sina mbali, endelea kuwa nasi hapa ndani ya MTN Kenya. Jina langu naitwa Juliet Zusio. Kwaheri.